Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Asiria kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Wapendwa, habari ya jioni. Karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na kabla ya kuanza kipindi cha leo jioni, naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Tunakushukuru Mungu uliyeziumba mbingu na nchi kwa kutulinda na kutuongoza tangu asubuhi mpaka wakati huu. Tumepiga magoti mbele yako Baba saa hii tukiliitia jina lako takatifu. Bwana, tunakuomba na tunakusihi utusamehe mahali pote ambapo tumekosea. Utuoshe na kututakasa kwa damu ya mwanao iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Na Bwana, tunaomba ukapate kuwa pamoja nasi saa hii. Utujaze Roho wako Mtakatifu ili tuweze kuelewa hizi kweli za milele. Katika jina lake Yesu tunaomba. Amina. Somo la 557 lenye kichwa kinachosema 1888, yaani Minneapolis, Minnesota na ujumbe wa haki kwa imani. Na hii ni sehemu ya 3. Fungu la maandiko limetoka katika sehemu mbalimbali. Namba 1, Wakolosai 1:27, ambapo anasema ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Kusudi la Injili, kilele cha Injili ni Kristo kufanyika ndani yangu na ndani yako. Christ is the Object Lessons, ukurasa wa 415 na 416. Hii ni sehemu ya 2. Miale ya mwisho ya nuru ya rehema. Ujumbe wa mwisho wa rehema kutolewa kwa ulimwengu ni ufunuo wa tabia yake ya upendo. Watoto wa Mungu wataonesha utukufu wake katika maisha yao wenyewe na tabia zao. Watafunua kile ambacho neema ya Mungu imewafanyia. Mithali 8:21, hiyo ni ahadi ambayo Mungu ameamua kuifanya. Anasema, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Maana yake ni kwamba anatupatia uzima wa milele, halafu ndio atatupa na hizo mali zingine za nyongeza. Namba 4, anasema ni kwa kutazama upendo wake, kwa kutafakari, kwa kuunywa, ndipo tunakuwa washirika wa asili yake. Yaani maarifa ya nadharia hayatatusaidia. The Desire of Ages, ukurasa 389. Tunaendelea na tulipoishia mara ya mwisho.
Leo niliahidi nitatoa maelezo ya ziada na Ellen G. White. Sehemu ya kwanza na ya pili tulikuwa tunaangalia Alonzo T. Jones na mkutano wa nini? Wa Minneapolis, Minnesota. Anasema hivi, ujumbe wa Mungu. Bwana katika rehema zake kuu alituma ujumbe wa thamani sana kwa watu wake. Ujumbe huu ungeleta udhihirisho zaidi wa Mwokozi aliyeinuliwa kwa ulimwengu, kafara kwa dhambi za ulimwengu wote. Ulibainisha kuhesabiwa haki kwa imani katika yeye aliye kweli. Uliwaalika watu wote kupokea haki ya Kristo ambayo inadhihirishwa kwa utiifu wa sheria zote za Mungu. Mnasikia jamani? Haki ya Mungu ni sheria ya Mungu, tabia ya Mungu. Kwa hiyo ni sheria zote za Mungu. Mtu kama anasema anakataa Sabato, maana yake huyo hajui haki ya Mungu wala haki ya Kristo. Wengi walikuwa wameacha kumtazama Yesu. Walihitaji kuelekeza macho yao katika sura ya uungu wake, sifa zake, na kwa upendo wake usio na kigeugeu kwa jamii ya wanadamu. Amepewa mamlaka yote mikononi mwake, ili kwamba awatunukie watu vipawa vyake vya thamani, akiwajalia kipawa kisichoelezeka thamani yake cha haki yake mwenyewe kwa jamii ya wanadamu iliyoanguka. Huu ndio ujumbe Mungu alioamuru utangazwe kwa ulimwengu. Ni ujumbe wa malaika watatu unaopaswa kutangazwa kwa sauti kuu na kutiwa nguvu kwa kumwagwa Roho Mtakatifu kwa wingi. Testimonies to Ministers, ukurasa wa 92 hadi wa 91 hadi 92. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema hivi: Je, tukubaliane na nia ya Roho wa Mungu? Nasikia, tukubaliane na nia ya Roho wa Mungu. Je, tunapaswa kuzingatia zaidi utauwa wa vitendo na kidogo zaidi kwenye mipango ya kiufundi technical? Hiyo ni Ellen G. White, Machi 1, 1487 katika Testimonies for the Church, volume 5, ukurasa 538 hadi 539. Kuna mambo ya kiufundi technical, kwa mfano kujenga mauniversity, namna ya kuhubiri na mbwembwe zote. Tuangalie hivyo au tumwangalie Roho Mtakatifu? Nadhani jibu nalo. Kukiri tu kuhusu Kristo hakutoshi kumwandaa mtu kustahimili mtihani wa hukumu. Yaani profession, just profession ni bure. Yaani kukiri, mimi ni Msabato. Hapana. Hiyo haitatutosha kushinda mtihani. Kutoka katika Review and Herald, Januari 25, 1887. Anasema uamsho wa utauwa wa kweli miongoni mwetu ndiyo jambo kuu na la haraka zaidi kati ya mahitaji yetu yote. Kutafuta hili kunapaswa kuwa kazi yetu ya kwanza. Lazima kuwe na juhudi kubwa ili kupata baraka za Bwana, si kwa sababu Mungu hayuko tayari kutupa baraka zake, bali kwa sababu hatuko tayari kuzipokea. Kuna watu kanisani ambao hawajaongoka na ambao hawataungana katika maombi ya dhati na yenye nguvu. Lazima tuanze kazi binafsi, yani personal. Yani kazi ya Mungu ya mwisho ni Roho Mtakatifu akimaliza kazi na mtu binafsi. Lazima tuombe zaidi na tuongee kidogo. Speak less and pray more. Uovu unaongezeka na watu lazima wafundishwe kutoridhika na aina ya utauwa bila roho na nguvu. Unasikia? Yaani kuridhika na utauwa bila roho na nguvu havifai. Anasema tuna haja ya kuogopa zaidi kutoka ndani kuliko kutoka nje. Vikwazo kwa nguvu na mafanikio ni vikubwa zaidi kutoka katika kanisa lenyewe kuliko kutoka ulimwenguni. Hawa tunaokula nao, hawa ndio wanakuja kuwa wabaya wetu. Kwa hiyo tunatakiwa kuhofia zaidi. Anasema hakuna kitu ambacho shetani anaogopa sana kama kwamba watu wa Mungu watasafisha njia kwa kuondoa kila kizuizi, every obstacle, ili Bwana aweze kumwaga Roho wake juu ya kanisa linalofifia na kutaniko lisilotubu.
Kama shetani angekuwa na njia yake, hakungekuwa na mwamko mwingine mkubwa au mdogo hadi mwisho wa wakati. Yani ile mambo ya uamsho hataki kabisa, lakini sisi sio wajinga wa mbinu zake. Inawezekana kupinga nguvu zake. Wakati njia itakapoandaliwa kwa ajili ya Roho wa Mungu, baraka itakuja. Shetani hawezi tena kuzuia mvua ya baraka kushuka juu ya watu wa Mungu, kama vile asivyoweza kufunga madirisha ya mbinguni ili mvua isiweze kunyesha duniani. Watu waovu na mashetani hawawezi kuzuia kazi ya Mungu au kufunga uwepo wake kutoka kwa mikusanyiko ya watu wake, ikiwa kwa mioyo iliyonyenyekea, iliyotubu, watakiri na kuweka mbali dhambi zao na kwa imani kudai ahadi zake. Kila jaribu, kila ushawishi unaopinga, uwe wazi au asili, unaweza kupingwa kwa mafanikio, si kwa nguvu za kibinadamu wala kwa uwezo wa kibinadamu, bali kwa Roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Ellen G. White, Machi 22, 1887, Selected Messages, Volume 1, kurasa 121 hadi 122. Kuna tofauti kubwa kati ya muungano wa kujifanya na mshikamano dhahiri pamoja na Kristo kwa imani. Yaani profession hiyo, muungano wa kujipretend ni tofauti na kushikamana na Kristo. Kukiri dini kuna waweka watu kanisani, lakini hii haithibitishi kwamba wana uhusiano muhimu na mzabibu ulio hai. Wakati uhusiano huu wa karibu unapoundwa, dhambi zetu zinawekwa juu ya Kristo. Nasikia jamani? Huu muungano unapoundwa, anasema dhambi zetu zinawekwa juu ya Kristo. Tuko pamoja jamani? Haki yake inahesabiwa kwetu. Alifanywa dhambi kwa ajili yetu ili tuweze kufanywa haki ya Mungu ndani yake. Nguvu ya uovu inatambulika sana na asili ya mwanadamu kiasi kwamba hakuna mtu anayeweza kushinda isipokuwa kwa muungano na Kristo. Kupitia muungano huu tunapokea nguvu za kimaadili na kiroho. Kama tukiwa na Roho wa Kristo, tutazaa matunda ya haki. Jumbe zinazobeba vitambulisho vya kimungu zimetumwa kwa watu wa Mungu. Utukufu, ukuu, haki ya Kristo vilivyojaa wema na kweli vimewasilishwa. Utimilifu wa uungu katika Yesu Kristo umewekwa kati yetu kwa uzuri na upendano, ili kuwavutia wote ambao mioyo yao haijafungwa na chuki bila sababu. Tunajua kwamba Mungu ametenda kati yetu. Tumeona roho zikigeuzwa kutoka dhambini kwenda kwenye haki. Tumeona imani ikifufuliwa katika mioyo ya waliotubu. Ellen G. White, Review and Herald, Mei 27 mwaka 1890. Hapa analeta ujumbe wa haki kwa imani kutoka katika nyaraka, majarida na vitabu vya Ellen G. White. Anasema muungano na Kristo kwa imani iliyo hai unadumu. Kila muungano mwingine lazima uangamie. Kristo alituchagua sisi kwanza, akilipa bei isiyo na kikomo kwa ajili ya ukombozi wetu. Na mwamini wa kweli anamchagua Kristo kama wa kwanza na wa mwisho na bora katika kila kitu. Lakini muungano huu unatugharimu kitu fulani. Ni uhusiano wa utegemezi kamili unaoingiwa na kiumbe mwenye kiburi. Yaani una kiburi mpaka kiburi chako kiishe. Wote wanaounda muungano huu lazima wahisi hitaji lao la damu ya upatanisho ya Kristo. Lazima wawe na mabadiliko ya moyo, transformation of heart. Lazima wasalimishe mapenzi yao wenyewe
kwa mapenzi ya Mungu, yaani hiyo anasema complete surrender. Kutakuwa na mapambano na vizuizi vya nje na vya ndani. Lazima kuwe na kazi chungu ya kujitenga pamoja na kazi ya kushikamana. Kiburi, ubinafsi, ubatili, upenda dunia, yaani dhambi katika aina zake zote, lazima zishindwe ikiwa tungeingia katika muungano na Kristo. Sababu kwa nini wengi wanaona maisha ya Kikristo kuwa magumu sana? Kwa nini watu wanabadilika ni vigeugeu? Ni kwamba wanajaribu kujiunganisha na Kristo bila kwanza kujitenga na sanamu hizi zinazopendwa. Review and Herald, Desemba 13, 1887. Bila uwepo wa Yesu moyoni, huduma ya kidini ni desturi iliyokufa tu, ni baridi, dead ceremonies. Shauku ya kutamani ushirika na Mungu huisha haraka wakati Roho wa Mungu anapohuzunishwa kutoka kwetu. Lakini wakati Kristo anapokuwa ndani yetu, tumaini la utukufu, tunaelekezwa daima kwenye upole na kutenda kwa kufuata utukufu wa Mungu. Review and Herald, Aprili 17, 1888. Tunapaswa kutafakari kafara isiyo na kikomo ya Kalvari. Yaani ndio maana kila siku naimba kafara. Tukitafakari hii kafara, anasema upendo wa Yesu tunaunywa na kuona ubaya zaidi wa dhambi na haki ya sheria. Utatoka katika utafiti wa kina wa mada ya ukombozi ukiwa umeimarishwa na kuheshimiwa. Uelewa wako wa tabia ya Mungu utazidishwa na mpango mzima wa wokovu ukiwa umefafanuliwa wazi akilini mwako, utaweza kutimiza agizo lako la kimungu vizuri zaidi. Kutoka kwenye hisia ya kusadikishwa kabisa, unaweza kuwashuhudia wanadamu kuhusu tabia isiyobadilika ya sheria iliyoonyeshwa na kifo cha Kristo msalabani, asili mbaya ya dhambi na haki ya Mungu katika kumhesabia haki mwamini katika Yesu kwa sharti la utii wake wa baadaye kwa sheria za serikali ya Mungu mbinguni na duniani. Review and Herald, Aprili 24, 1888. Haitoshi kufahamu hoja za ukweli pekee, yaani eti kufahamu hoja za ukweli. Hizi kweli za milele sawa. Lazima ukutane na watu kupitia maisha yaliyo ndani ya Yesu. Kazi yako itafanikiwa kabisa ikiwa Yesu anakaa nawe, kwani yeye amesema, bila mimi hamwezi kufanya chochote. Yesu anasimama akibisha mlangoni pa mioyo yenu, na bado kwa haya yote wengine husema kila mara, siwezi kumpata. Kwa nini isiwe hivyo? Anasema, ninasimama hapa nikibisha. Kwa nini hufungui mlango na kusema njoo? Bwana mpendwa, ninafurahi sana kwa maelekezo haya rahisi kuhusu njia ya kumpata Yesu. Kama si kwa ajili yao, nisingejua jinsi ya kumpata yeye ambaye ninatamani sana uwepo wake. Fungua mlango sasa na utoe vitu vyote vilivyomo ndani ya hekalu la roho la wanunuzi na wauzaji, na umwalike Bwana aingie. Mwambie, nitakupenda nafsi yangu yote, nitafanya kazi hizo za haki, nitatii sheria ya Mungu. Ndipo utakapohisi uwepo wa amani wa Yesu. Review and Herald, Mei 24, 1887. Ujuzi wa kinadharia, yani theoretical knowledge wa ukweli ni muhimu, lakini ujuzi wa ukweli mkuu hautatuokoa. Kwamba nafahamu kweli za milele, najua kafara, havitatuokoa. Ujuzi wetu lazima uwe wa kivitendo, practical. Ukweli lazima uletwe mioyoni mwao, ukiwatakasa na kuwasafisha kutokana na mambo yote ya kidunia na tamaa katika maisha ya faragha zaidi. Hekalu la roho lazima lisafishwe. Review and Herald, Mei 24, 1887.
Udanganyifu mkubwa zaidi wa akili ya mwanadamu katika siku za Kristo ulikuwa kwamba kukubali tu ukweli hujumuisha haki. Eti kukubali tu ukweli hujumuisha haki. Katika uzoefu wote wa mwanadamu, maarifa ya kinadharia ya ukweli yamethibitishwa kuwa hayatoshi kwa ajili ya kuokoa roho. Unafahamu sawa, hata mashetani si yanafahamu. Hayazai matunda ya haki. Wivu kwa kile kinachoitwa ukweli wa kitheolojia mara nyingi huambatana na chuki ya ukweli wa kweli kama unavyodhihirishwa katika maisha. Hawajaleta ukweli katika maisha ya kivitendo. Hawajauamini na kuupenda. Kwa hivyo hawajapokea nguvu na neema inayokuja kupitia utakaso wa kweli. Watu wanaweza kukiri imani katika ukweli, lakini ikiwa hauwafanyi kuwa waaminifu, wema, wenye subira, wavumilivu, wenye nia ya mbinguni, ni laana kwa walio nayo. Na kupitia ushawishi wao ni laana kwa ulimwengu. Yaani unajua ukweli lakini matendo zero, ni laana. The Desire of Ages, ukurasa 309 hadi 310. Masuala makubwa ya umilele yanatutaka kitu kingine zaidi ya dini ya kufikirika, dini ya hadithi, dini ya hekaya. Hapana, yaani dini ya maneno na sherehe, ambapo ukweli huhifadhiwa katika ua wa nje ili kuhusudiwa sawa na tunapovutiwa na ua zuri. Yanahitaji zaidi ya dini ya hisia ambayo haimwamini Mungu wakati majaribu na magumu yanapokuja. Utakatifu haupo katika matapo, not in profession, bali katika kuinua msalaba, yaani kufanya mapenzi ya Mungu. Hiyo ndiyo dini ya kweli, na hiyo ndiyo haki ya Kristo. Review and Herald, Mei 21, 1998. Katika maisha ya wengi wa wale ambao majina yao yako kwenye vitabu vya kanisa, hakujawa na mabadiliko ya kweli. Ukweli umehifadhiwa katika ua wa nje. Hakujawa na uongofu wa kweli. Hakuna kazi chanya ya neema inayofanywa moyoni. Tamaa yao ya kufanya mapenzi ya Mungu inategemea mwelekeo wao wenyewe, si juu ya imani ya kina ya Roho Mtakatifu. Mwenendo wao haupatani na sheria ya Mungu. Wanadai kumkubali Kristo kama Mwokozi wao, lakini hawaamini kwamba atawapa nguvu ya kushinda dhambi zao. Hawana uzoefu wa kibinafsi na Mwokozi aliye hai, na tabia zao hufunua madoa mengi. Review and Herald, Julai 27, 1904. Kuna aina ya dini ambayo si kitu kingine zaidi ya ubinafsi. Inafurahia starehe za kidunia. Inaridhika na kutafakari dini ya Kristo na hajui chochote kuhusu nguvu yake ya kuokoa. Wale walio na dini hii wanaichukulia dhambi kirahisi kwa sababu hawamjui Yesu. Wakiwa katika hali hii wanaihesabu kazi kirahisi sana. Review and Herald, Mei 21, 1908. Lazima tuungane na Kristo. Kuna hifadhi ya nguvu chini ya amri yetu, na hatupaswi kubaki katika pango la kutoamini lenye giza baridi lisilo na jua. La sivyo hatutashika miale angavu ya jua la haki. Review and Herald, Januari 24, 1993. Isipokuwa nguvu ya Mungu imeletwa katika uzoefu wa watu wa Mungu, nadharia za uongo na mawazo potofu yatateka akili. Kristo na haki yake vitaondolewa katika uzoefu wa wengi, na imani yao haitakuwa na nguvu au uhai. Watu kama hao hawatakuwa na uzoefu wa kila siku wa upendo wa Mungu moyoni, na wasipotubu kwa bidii watakuwa miongoni mwa wale wanaowakilishwa na Walaodikia ambao watatapikwa kutoka kinywani mwa Bwana. Review and Herald, Septemba 3, 1889. Kupitia Kristo, urejesho pamoja na upatanisho
hutolewa kwa mwanadamu. Guba au pengo, guba iliyofanywa na dhambi imefunikwa na msalaba wa Kalvari. Fidia timilifu na iliyokamilika imelipwa na Yesu, ambaye kwa hiyo mwenye dhambi anasamehewa na haki ya sheria inadumishwa. Wote wanaoamini kwamba Kristo ndiye kafara ya upatanisho wanaweza kuja na kupokea msamaha kwa dhambi zao, kwani kupitia sifa ya Kristo mawasiliano yamefunguliwa kati ya Mungu na mwanadamu. Imani ya kweli huichukua haki ya Kristo na mwenye dhambi anafanywa mshindi pamoja na Kristo, kwa maana anafanywa mshirika wa asili ya kimungu, na hivyo uungu na ubinadamu vinaunganishwa. Mwanadamu hawezi kuokolewa bila utii, lakini kazi zake hazipaswi kuwa za nafsi yake. Kristo anapaswa kufanya kazi ndani yake, kutaka na kutenda kwa mapenzi yake mema. Liviende Herald, Julai 1, 1890. Hakuna toba ya kweli ambayo haileti matengenezo. Haki ya Kristo si vazi la kufunika dhambi ambayo haijaungamwa na isiyoachwa. Ni kanuni ya maisha inayobadilisha tabia na kudhibiti mwenendo. Mnasikia jamani? Kanuni ya maisha. Wayahudi hawakutaka kanuni, na Yesu alileta kanuni. Kanuni ya maisha inayodhibiti nini? Mwendo na tabia. Utakatifu ni ukamilifu kwa Mungu, ni kujisalimisha kabisa kwa moyo na maisha kwa makao ya kanuni za mbinguni. Mnasikia jamani? The Desire of Ages, ukurasa 555. Hapa ndipo mwanzo wa mchakato wa haki, yaani wakati ambapo mwenye dhambi anainama mbele za Mungu wake, akikiri dhambi yake na kuomba nguvu katika Kristo ya kutenda mema na kutii sheria ya Mungu. Mbingu hujibu ombi hilo kwa kutoa msamaha kwa yaliyopita na kuwezesha nguvu katika Yesu kwa sasa. Matembezi huanza au safari huanza, ambayo yataifanya roho yake ifanane na mfano wa Bwana wake. Hatua ya kwanza ya haki ni kupokea msamaha wa Mungu. Na mjumbe wa Mungu anasema hivi: wakati mwenye dhambi anapoamini kwamba Kristo ni mwokozi wake binafsi, basi kulingana na ahadi zake zisizoshindwa, Mungu husamehe dhambi yake na kumhesabia haki bure. Nafsi iliyotubu hutambua kwamba kuhesabiwa haki kwake kunakuja kwa sababu ya Kristo kama mbadala wake na mdhamini. Amekufa kwa ajili yake kama upatanisho na haki yake. Liviende Herald, Novemba 7, 1890. Kwa imani anaweza kumletea Mungu sifa za Kristo, na Bwana anaweka utii wa mwanawe kwenye akaunti ya mwenye dhambi. Haki ya Kristo inakubaliwa mahali pa kushindwa kwa mwanadamu. Liviende Herald, Novemba 4, 1890. Haki iliyotolewa inapokelewa tu katika Kristo na inaendelea tu katika Kristo. Mbali na yeye hatuwezi kuwa nayo. Kupitia hilo tunawezeshwa kutii amri zote za Mungu. Haki yake iliyohesabiwa pia inatolewa tu kwa ajili yetu katika Kristo. Haki iliyohesabiwa ya Kristo inashughulikia rekodi yetu ya zamani, lakini pia inatuongoza moja kwa moja kuishi maisha ya kimungu katika Kristo kwa sasa. Mpango wa Mungu kwa watoto wake ni kwamba katika Kristo kila kitu kitaongoza kwenye utii. Kumbuka nukuu 5 zifuatazo na zileta hizo. Namba 1, Kristo amekuwa kafara na mdhamini wetu. Amekuwa dhambi kwa ajili yetu ili tupate kuwa haki ya Mungu ndani yake. Kupitia imani katika jina lake anatuwekea haki yake na inakuwa kanuni hai katika maisha yetu.
Defend Herald, Julai 12, 1892. Namba 2, imani yetu inapaswa kuimarishwa kila mara na maarifa kwamba Kristo ni haki yetu. Mitazamo midogo ambayo wengi wamekuwa nayo kuhusu tabia na ofisi ya Kristo iliyotukuka imepunguza uzoefu wao wa kidini na imezuia sana maendeleo yao katika maisha ya kimungu. Kitu fulani chenye kina na imara zaidi lazima kiingizwe katika uzoefu wetu wa kidini. Kile tunachohitaji ni kumjua Mungu na nguvu ya upendo wake kama ilivyofunuliwa katika Kristo, kwa maarifa ya majaribio kupitia sifa za Kristo, kupitia haki yake ambayo kwa imani inapaswa kuwekwa kwetu. Tunapaswa kufikia ukamilifu wa tabia ya Kikristo, yani ukamilifu, ile perfection. Hiyo nasema Ellen G. White, iliyoandikwa mwaka 1890 katika Testimonies for the Church, volume 5, kurasa 742 hadi 744. Namba 3, ujumbe wa sasa au ujumbe wa leo, yani kuhesabiwa haki kwa imani, ni ujumbe kutoka kwa Mungu. Una vitambulisho vya kimungu, divine credentials, kwani matunda yake ni utakatifu. Tunachohitaji ni tuone watakatifu. Defend Herald, Septemba 3, 1889. Kristo anatuwekea tabia yake isiyo na dhambi na anatuwasilisha kwa Baba katika usafi wake mwenyewe. Kuna wengi wanaofikiri kwamba haiwezekani kuepuka nguvu ya dhambi, lakini ahadi ni kwamba tujazwe na utimilifu wote wa Mungu. Tunalenga chini sana, alama ni ya juu zaidi. Tunatakiwa tulenge wapi? Juu, utakatifu. Defend Herald, Julai 12, 1892. Namba 4, Yesu ni kuhani wetu mkuu mbinguni. Na anafanya nini? Anafanya maombezi na upatanisho kwa watu wake wanaomwamini. Kupitia haki yake iliyowekwa, wanakubaliwa na Mungu kama wale wanaodhihirisha kwa ulimwengu kwamba wanakiri utii kwa Mungu wakishika amri zake zote. Defend Herald, Agosti 22, 1893. Namba 5, na ambayo ni ya mwisho, katika dini ya Kristo kuna ushawishi unaohuisha ambao hubadilisha utu wote, akimwinua mwanadamu juu ya kila uovu unaodunisha na kudhalilisha, na kuinua mawazo na matamanio kuelekea Mungu na mbingu. Akiunganishwa na asiye na kikomo, mwanadamu anafanywa mshirika wa asili ya kimungu. Juu yake mishipa ya uovu haina athari, kwa maana amevikwa umbo la haki ya Kristo. Counsels to Parents and the Teachers, kurasa 51 na 52. Mambo mengi hapa vile kuna nyongeza ya nukuu kuhusiana na hayo mambo matano, kwamba wakati nafsi inapojisalimisha kwa Kristo, nguvu mpya humiliki moyo mpya. Nguvu mpya inamiliki moyo mpya. Mabadiliko hutokea ambayo mwanadamu hawezi kamwe kuyatimiza mwenyewe. Ni kipengele kisicho cha kawaida kinacholeta kipengele kisicho cha kawaida katika asili ya mwanadamu. Nafsi inayojisalimisha kwa Kristo inakuwa ngome yake mwenyewe, ambayo anaishikilia katika ulimwengu ulioasi, na anakusudia kwamba hakuna mamlaka itakayojulikana ndani yake ila yake mwenyewe. Nafsi inayohifadhiwa hivyo na mawakala wa mbinguni haiwezi kushindwa na mashambulizi ya Shetani. Lakini endapo hatukujisalimisha kwa udhibiti wa Kristo, tutatawaliwa na yule mwovu. Lazima bila shaka tuwe chini ya udhibiti wa moja au nyingine kati ya nguvu mbili kuu zinazoshindania ukuu wa ulimwengu, uovu na wema. Sio lazima kwetu kuchagua kwa makusudi huduma ya ufalme wa giza ili tuje chini ya utawala wake. Tunapaswa tu kupuuza kujiunga na ufalme wa nuru.
kisha puuza kujiunga na ufalme wa nuru, tayari shetani ametake over. Kama tusiposhirikiana na mawakala wa mbinguni, shetani atamiliki moyo na kufanya kuwa mahali pake pa kukaa. Kinga pekee dhidi ya uovu ni uwepo wa Kristo ndani ya moyo kupitia imani katika haki yake. Isipokuwa tuunganishwe kikamilifu na Mungu, hatuwezi kama kupinga athari zisizotakaswa za kujipenda, kujifurahisha na kishawishi cha kutenda dhambi. Tunaweza kuacha tabia nyingi mbaya kwa muda tunaweza kuachana na shetani, lakini bila mshikamano muhimu na Mungu, kupitia kujisalimisha kwetu kwake mara kwa mara, tutashindwa. Bila kuendelea kujisalimisha kwake, anasema tutashindwa tu. Bila kufahamiana kibinafsi na Kristo na ushirika endelevu, tuko chini ya rehema ya adui na tutafanya anavyotaka mwishowe. The Desire of Ages, ukurasa 324. Kristo alitoa maisha yake kama kiwango, si kuharibu sheria ya Mungu, si kuunda kiwango cha chini, bali kudumisha haki na kumpa mwanadamu rehema ya pili. Hakuna mtu anayeweza kushika amri za Mungu isipokuwa kwa nguvu za Kristo. Mnasikia huko jamani? Alichukua katika mwili wake dhambi za wanadamu wote na anaweka haki yake kwa kila nafsi inayoamini. Review and Herald, Mei 7, 1991. Haki ya ndani inashuhudiwa na haki nje. Yeye aliye mwadilifu ndani si mgumu wa moyo na asiye na huruma, lakini siku kwa siku anakuwa katika sura ya Kristo, akiendelea kutoka nguvu hadi nguvu. Yeye anayetakaswa na ukweli atakuwa na kiasi na atafuata nyayo za Kristo hadi neema itakapopotea katika utukufu. Review and Herald, Novemba 4, 1890. Wakati tunapovaa haki ya Kristo, hatutakuwa na ladha ya dhambi. Nasikia jamani? Tunapovaa haki ya Kristo, ladha, testi ya dhambi haipo tena, kwa maana Kristo atakuwa akifanya kazi ndani yetu. Tunaweza kufanya makosa, lakini tutachukia dhambi iliyosababisha mateso ya mwana wa Mungu. Mlango umefunguliwa na hakuna mtu anaweza kufunga. Si mamlaka ya juu wala ya chini, ni wewe pekee unayeweza kufunga mlango wa moyo wako ili Bwana asiweze kukufikia. Review and Herald, Mei 18, 1890. Wakati Kristo anapokuwa moyoni, utalainishwa na kutulizwa na upendo kwa ajili ya Mungu na mwanadamu, kiasi kwamba kusumbuka, kutafuta makosa na ugomvi havitakuwepo. Dini ya Kristo moyoni itampatia aliye nayo ushindi kamili dhidi ya tamaa zile zinazotafuta utawala. Testimonies for the Church, Volume 4, kurasa 610. Wakati mtu anapoongoka kwa Mungu, ladha mpya ya maadili huundwa, na anapenda vitu ambavyo Mungu anapenda, kwa maana uongo wake umefungwa na mnyororo wa dhahabu wa ahadi zisizobadilika. Kwa maisha ya Yesu, moyo wake unavutiwa kumfuata Mungu. Maombi yake ni, unifumbue macho yangu niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Katika kiwango kisichobadilika, anaona tabia ya mkombozi na anajua kwamba ingawa ametenda dhambi, hataokolewa katika dhambi zake, bali kutoka katika dhambi zake, kwa maana Yesu ni mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Review and Herald, Juni 12, 1992. Kuna wengi ambao wanaonekana kuhisi kwamba wana kazi kubwa ya kufanya wenyewe kabla hawajaweza kuja kwa Kristo kwa ajili ya wokovu wake. Wanaonekana kufikiri kwamba Yesu atakuja mwishoni kabisa mapambano yao na kuwapa msaada kwa kuweka mguso wa mwisho wa kazi yao ya maisha.
Inaonekana vigumu kwao kuelewa kwamba Kristo ni Mwokozi kamili na anaweza kuokoa kabisa wote wanaomjia Mungu kupitia yeye. Wanapoteza mtazamo wa ukweli kwamba Kristo mwenyewe ndiye njia, kweli na uzima. Ellen G. White, Review and Herald, Machi 5, 1889. Bila neema ya Kristo, mwenye dhambi yuko katika hali ya kukata tamaa. Hakuna kinachoweza kufanya kwa ajili yake, lakini kupitia neema ya Mungu, nguvu isiyo ya kawaida hutolewa kwa mwanadamu na hufanya kazi katika akili, moyo na tabia. Ni kupitia utoaji wa neema ya Kristo ndipo dhambi hutambuliwa katika asili yake ya chuki na hatimaye huondolewa kutoka hekalu la Roho. Ni kupitia neema ndipo tunaletwa katika ushirika na Kristo ili kuhusishwa naye katika kazi ya wokovu. Review and Herald, Novemba 4, 1890. Lakini ingawa Mungu anaweza kuwa mwenye haki na bado akamhesabia haki mwenye dhambi kupitia sifa za Kristo, hakuna mtu anaweza kufunika nafsi yake kwa mavazi ya haki ya Kristo huku akifanya dhambi zinazojulikana. Yaani dhambi zinazojulikana lazima zikome, au kupuuza majukumu yanayojulikana. Known responsibilities lazima uzitekeleze. Mungu anahitaji kujisalimisha kabisa kwa moyo kabla ya kuhesabiwa haki kutokea. Na ili mwanadamu aweze kudumisha uadilifu, lazima kuwe na utii endelevu kupitia imani hai inayofanya kazi kwa upendo na kuitakasa nafsi. Review and Herald, Novemba 4, 1890. Haki ya Kristo kama lulu nyeupe safi, haina kasoro. Mnasikia jamani, haki ya haina kasoro, haina doa, haina hatia. Haki hii inaweza kuwa yetu. Wokovu pamoja na hazina zake zisizopimika, zilizonunuliwa kwa damu, ni lulu ya thamani kubwa. Inaweza kutafutwa na kupatikana. Katika mfano huo, mchuuzi anawakilishwa akiuza yote aliyokuwa nayo ili kupata lulu moja ya thamani kubwa. Huu ni uwakilishi mzuri wa wale wanaothamini ukweli sana kiasi kwamba wanaacha yote walio nayo ili kuimiliki. Kuna baadhi wakitafuta kila wakati lulu nzuri, lakini hawasalimishi kabisa tabia zao mbaya. Hawafi kwa nafsi zao ili Kristo aishi ndani yao. Kwa hivyo hawaipati lulu ya thamani. Review and Herald, Agosti 8, 1899. Haki ya Mungu imejumuisha katika Kristo. Tunapokea haki kwa kumpokea. Mount of Blessing, ukurasa wa 34. Haki ina mizizi yake katika utauwa. Haki na utauwa vinaenda pamoja. Hakuna mtu anayeweza kudumisha maisha safi na yenye nguvu mbele ya wanadamu wenzake isipokuwa maisha yake yamefichwa na Kristo katika Mungu. Kadiri shughuli zinavyozidi kuwa kubwa miongoni mwa wanadamu, ndivyo lazima ushirika wa moyo na mbingu uwe. Yaani kama unakuwa na shughuli, ushirika na mbingu lazima uwe mkubwa. Ministry of Healing, kurasa 136. Wazo kwamba haki ya Kristo inawekwa kwetu si kwa sababu ya sifa yoyote kutoka kwetu. Hatuna chochote, bali kama zawadi ya bure kutoka kwa Mungu, lilionekana kuwa wazo la thamani. Review and Herald, Septemba 3, 1889. Haki ina mizizi yake katika utauwa. Hakuna mwanadamu aliye mwadilifu zaidi ya kuwa na imani katika Mungu na kudumisha uhusiano muhimu naye. Kama vile ua la kondeni lilivyo na mizizi yake udongoni, kama vile linavyopaswa kupokea hewa, umande, manyunyu na jua, vivyo hivyo tunapaswa kupokea kutoka kwa Mungu kile kinachohudumia uhai wa roho. Ni kwa kuwa washiriki wa asili yake tu ndipo tunapopokea nguvu ya kutii amri zake. Hakuna mtu mkuu au wa chini, mwenye uzoefu au asiye na uzoefu, anayeweza kudumisha maisha safi
na yenye nguvu mbele ya wanadamu wenzake, isipokuwa maisha yake yamefichwa na Kristo katika Mungu. Kadiri shughuli zinavyozidi kuwa kubwa miongoni mwa wanadamu, ndivyo ushirika wa moyo na Mungu unavyozidi kuwa karibu zaidi. Testimonies for the Church volume 7 ukurasa 194. Yaani, unapokuwa na mahusiano na watu wengi zaidi, ndivyo uhusiano wako na Kristo unatakiwa kuwa juu, ili upeleke ushuhuda hai mbele ya watu. Haki ambayo Kristo alifundisha ni moyo kuendana na maisha na mapenzi yaliyofunuliwa ya Mungu. Wanadamu wenye dhambi wanaweza kuwa wenye haki tu wanapomwamini Mungu na kudumisha uhusiano muhimu naye. Ndipo utauwa wa kweli utainua mawazo na kuinua maisha. Kisha aina za nje za dini zinapatana na usafi wa ndani wa Kristo. The Desire of Ages ukurasa 310. Unavyomuona nje ndivyo alivyo na ndani. Ukimuona yuko hovyo hovyo nje, basi na ndani yuko hovyo hovyo. Ili kupata ushindi juu ya kila mzingiro wa adui, ni lazima tushike nguvu iliyo nje na ng'ambo yetu. Ni lazima tudumishe uhusiano wa kudumu na ulio hai na Kristo, ambaye ana uwezo wa kutoa ushindi kwa kila roho itakayodumisha mtazamo wa imani na unyenyekevu. Review and Herald, Julai 9, 1998. Kwa utii wake mkamilifu, amewezesha kila mwanadamu kutii amri za Mungu. Tunapojisalimisha kwa Kristo, moyo unaunganishwa na moyo wake. Mapenzi yanaunganishwa katika mapenzi yake. Akili inakuwa moja na akili yake. Mawazo yanafungwa kwake. Tunaishi maisha yake. Hivi ndivyo inavyomaanisha kuvikwa mavazi ya haki yake. Kisha Bwana anapotutazama, anaona si vazi la mtini, si uchi na ulemavu wa dhambi, bali vazi lake la haki, ambalo ni utii kamili kwa sheria ya Yehova. Christ's Object Lessons ukurasa 312. Kristo alitoa maisha yake kama kiwango, si kuharibu sheria ya Mungu, si kuunda kiwango cha chini, bali kudumisha haki na kumpa mwanadamu rehema ya pili. Hakuna mtu anayeweza kushika amri za Mungu isipokuwa kwa nguvu ya Kristo. Alichukua mwilini mwake dhambi za wanadamu wote, na anaihesabia kila roho inayoamini haki yake. Review and Herald, Mei 7, 1901. Kifo cha Kristo kilikuwa hoja kwa niaba ya mwanadamu ambayo haingeweza kupinduliwa. Adhabu ya sheria ilimshukia yeye aliyekuwa sawa na Mungu, na mwanadamu alikuwa huru kukubali haki ya Kristo, na kwa maisha ya toba na udhalilishaji, ili kushinda kama mwana wa Mungu alivyoshinda juu ya nguvu za Shetani. Hivyo Mungu ni mwenye haki na bado ndiye anayewahesabia haki wote wanaomwamini Yesu. The Great Controversy, kurasa 502 hadi 503. Kadiri unavyomwaga ubinafsi wa moyo, lazima ukubali haki ya Kristo. Ishike kwa imani, kwani lazima uwe na nia na roho ya Kristo ili uweze kufanya kazi za Kristo. Ikiwa mlango wa moyo utafunguliwa, Yesu atajaza utupu kwa kipawa cha Roho wake, na kisha unaweza kuwa mhubiri aliye hai nyumbani mwako, kanisani na duniani. Review and Herald, Februari 23, 1892. Uamsho na matengenezo lazima yafanyike chini ya huduma ya Roho Mtakatifu. Uamsho na matengenezo ni vitu viwili tofauti. Uamsho unamaanisha upya wa maisha ya kiroho na kuhuisha nguvu za akili na moyo na moyo, ufufuo kutoka mauti ya kiroho. Matengenezo yanamaanisha upangaji upya, mabadiliko katika mawazo na nadharia, tabia na mazoea. Matengenezo hayatazaa matunda mema ya haki isipokuwa yameunganishwa na uamsho wa Roho. Uamsho na matengenezo yanapaswa kufanya kazi yao iliyoteuliwa, na katika kufanya kazi hii lazima yachanganyike. Review and Herald 25 ya mwaka 1902.
Kama Wakristo tunapaswa kuwa na haki ambayo itaendelezwa na kuonekana, yaani haki inayowakilisha tabia ya Yesu Kristo alipokuwa hapa katika ulimwengu wetu. SDA Bible Commentary Volume 4 kurasa 1151. Ukristo ni wangapi ambao hawajui ni nini? Sio kitu kinachowekwa nje, ni maisha yaliyounganishwa na maisha ya Yesu. Inamaanisha kwamba tumevaa vazi la haki ya Kristo. Testimonies to Ministers ukurasa 131. Kama kanisa litavaa vazi la haki ya Kristo na kujiondoa katika utii wote kutoka ulimwenguni, mbele yake kuna mapambazuko ya siku angavu na tukufu. Acts of the Apostles ukurasa 601. Kanisa la Kristo ni wakala wa Mungu kwa ajili ya kutangaza ukweli. Limepewa nguvu na yeye kufanya kazi maalum, na ikiwa ni aminifu kwa Mungu, likitii amri zake, kutakaa ndani yake ukuu wa nguvu za kimungu. Ikiwa litakuwa aminifu kwa utii wake, hakuna nguvu inaweza kusimama dhidi yake. Majeshi ya adui hayataweza tena kulishinda, kama makapi yasivyoweza kupinga kimbunga. Prophet and Kings kurasa 259 hadi 260. Nasema Bwana katika rehema zake kuu alituma ujumbe wa thamani sana kupitia wachungaji Wagner na Jones. Ujumbe huu ulikuwa ni wa kuleta kwa wazi zaidi mbele za ulimwengu Mwokozi aliyeinuliwa, kafara ya dhambi za ulimwengu wote. Ulienda kuhesabiwa haki kwa njia ya imani katika mtu wa uhakika au kwa mdhamini. Uliwaita watu kupokea haki ya Kristo ambayo inadhihirishwa kwa kutii amri zote za Mungu. Huu ndio ujumbe ambao Mungu anaamuru utolewa kwa ulimwengu. Ni ujumbe wa malaika watatu ambao unapaswa kutangazwa kwa sauti kuu na kuandamana na kumwagwa kwa Roho wake kwa kiasi kikubwa. Testimonies to Ministers ukurasa wa 91 hadi wa 92. Kuhesabiwa haki kwa imani kutadhihirishwa katika mabadiliko ya tabia. Hii ndiyo ishara kwa ulimwengu ya kweli wa mafundisho tunayokiri. Ushahidi wa kila siku kwamba sisi ni kanisa lililo hai unaonekana katika ukweli kwamba tunatenda neno. Ushuhuda ulio hai unaenea kwa ulimwengu katika hatua thabiti ya Kikristo. Barua ya 83 ya mwaka 1896. Neema ya Kristo ni ya bure ili kumhesabia haki mwenye dhambi bila sifa au madai kutoka kwake. Kuhesabiwa haki ni msamaha kamili wa dhambi. Wakati mwenye dhambi anapomkubali Kristo kwa imani, wakati huo anasamehewa. Haki ya Kristo inahesabiwa kwake na hata kuwa na shaka tena kuhusu neema ya Mungu inayosamehe. Anaamini ahadi za Mungu ambazo kupitia Kristo zinafanya kwake utakaso na haki na ukombozi. Akihesabiwa haki kwa imani, hubeba furaha pamoja naye kwa utii wake katika maisha yake yote. Amani na Mungu ni matokeo ya kile Kristo alicho kwake. Ellen White, Science of the Times, Mei 19, 1898. Wengi hufanya kosa la kujaribu kufafanua kwa undani hoja nzuri za kutofautisha kati ya kuhesabiwa haki na utakaso. Katika ufafanuzi wa maneno haya mawili mara nyingi huleta mawazo na dhana zao wenyewe. Kwa nini kujaribu kuwa na busara zaidi kuliko ilivyo msukumo juu ya swali muhimu la haki kwa imani? Kwa nini kujaribu kufanyia kazi kila dakika kana kwamba wokovu wa roho ulitegemea wote wenye uelewa wako hasa wa jambo hili? Wote hawawezi kuona katika mstari mmoja wa maono. Manuscript ya 21 mwaka 1891. Injili ya habari njema haikupaswa kufasiriwa kama kuwaruhusu watu kuishi katika uasi unaoendelea dhidi ya Mungu kwa kukiuka sheria yake ya haki na takatifu. Kwa nini wale wanaodai kuelewa maandiko hawawezi kuona kwamba sharti la Mungu chini ya neema ni lile lile alilolifanya Edeni, yaani utii kamili kwa sheria yake? Katika hukumu, Mungu atawauliza wale wanaodai kuwa Wakristo,
kwa nini mlidai kumwamini mwanangu na kuendelea kukiuka sheria yangu? Ni nani aliyehitaji hili mikononi mwenu, yaani kukanyaga sheria zangu za haki? Injili ya Agano Jipya sio kiwango cha Agano la Kale kilichoshushwa ili kukidhi hali ya mwenye dhambi na kumwokoa katika dhambi zake. Mungu anataka kwa raia wake wote utii kamili kwa amri zake zote. Anahitaji sasa, kama kawaida, haki kamilifu kama cheo pekee cha mbinguni. Kristo ndiye tumaini letu na kimbilio letu. Haki yake inahesabiwa tu kwa watiifu. Tukubali kwa imani kwamba Baba hataona dhambi ndani yetu, lakini wale waliokanyaga sheria takatifu hawatakuwa na fursa ya kudai haki hiyo. Laiti tungeona ukubwa wa mpango wa wokovu kama watoto watiifu kwa mahitaji yote ya Mungu, tukiamini kwamba tuna amani na Mungu kupitia Yesu Kristo, kafara yetu ya upatanisho. Vieux de Herald, Septemba 21, 1886. Mungu anahitaji kwa wakati huu kile alichokitaka kwa wanandoa watakatifu kwa Edeni: utii mkamilifu kwa mahitaji yake. Sheria yake inabaki ile ile katika vizazi vyote. Kiwango kikuu cha haki kilichowasilishwa katika Agano la Kale hakijashushwa katika Agano Jipya. Sio kazi ya Injili kudhoofisha madai ya sheria takatifu ya Mungu, bali kuwalea wanadamu mahali ambapo wanaweza kushika maagizo yote. Imani katika Kristo inayookoa roho si kama inayowakilishwa na wengi. Amini ni kilio chao. Mwamini Kristo tu nawe utaokolewa, ni yote unayopaswa kufanya. Ingawa imani ya kweli humtegemea Kristo kabisa kwa ajili ya wokovu, itasababisha kufuata kikamilifu sheria ya Mungu. Imani hudhihirishwa kwa matendo, na Mtume Yohana anatangaza, yeye asemaye ninamjua wala hazishiki amri zake ni mwongo. Vieux de Herald, Oktoba 5, 1886. Haiwezekani kwetu kuinua sheria ya Yehova isipokuwa tushike haki ya Yesu Kristo. Manuscript ya 5 ya mwaka 1819. Warumi 5:12, 14 na 19 imenukuliwa, ambapo anasema mtume anatofautisha kutotii kwa Adamu na utii kamili wa Kristo. Fikiria, utii wa Kristo unamaanisha nini kwetu? Unamaanisha kwamba kwa nguvu zake sisi pia tunaweza kutii. Kristo alikuja ulimwenguni kutuonesha kile Mungu anaweza kufanya na kile tunachoweza kufanya kwa ushirikiano na Mungu, na kuwa hakuna mtu anayehitaji kufanywa mtumwa na Shetani. Kristo anasimama mbele yetu kama mfano wetu wa kimungu, msaidizi wetu mwenye nguvu zote. Manuscript ya 76 ya mwaka 1903. Kupitia imani katika Kristo, utii kwa kila kanuni ya sheria umewezekana. Manuscript ya 122 ya mwaka 1901. Kristo amefanya kila njia ili tuwe imara. Ametupa Roho wake Mtakatifu ambaye kazi yake ni kuleta kwenye ukumbusho wetu ahadi zote ambazo Kristo amefanya ili tuweze kuwa na amani na hisia tamu ya msamaha. Tukimkazia macho Mwokozi na kuamini nguvu zake, tutajazwa na hisia ya usalama, kwani haki ya Kristo itakuwa haki yetu. Tunamdharau kwa kuzungumza kuhusu kushindwa kwetu. Badala ya kujiangalia wenyewe, hebu tumtazama Yesu kila mara, kila siku, tukiwa kama yeye zaidi na zaidi. Tunapoishi hivyo katika ushirika naye, tunakuwa imara katika nguvu zake, msaada na baraka kwa wale wanaotuzunguka. Messages to Young People, ukurasa wa 107. Kuna tofauti kubwa kati ya muungano wa kujifanya na mshikamano dhahiri pamoja na Kristo kwa imani. Kukiri ukweli kunawaweka watu kanisani, lakini hii haithibitishi kwamba wana uhusiano muhimu na mzabibu ulio hai. Kanuni imetolewa ambayo mwanafunzi wa kweli anaweza kutofautishwa na wale wanaodai kumfuata Kristo lakini hawana imani kwake. Kundi moja huzaa matunda,
lingine halina matunda. Je, tunaweza kufikiria uhusiano wa karibu zaidi na Kristo kuliko ilivyoelezwa katika maneno, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Nyuzi za tawi zinafanana sana na zile za mzabibu. Mawasiliano ya uzima, nguvu na matunda kutoka kwenye shina hadi kwenye matawi hayazuiliki na hayabadiliki. Mzizi hutuma lishe yake kupitia tawi. Huo ndio uhusiano wa mwamini wa kweli na Kristo. Anakaa ndani ya Kristo na hupata lishe yake kutoka kwake. Nourishment unaipata kutoka kwa nani? Kwa Kristo. Uhusiano huu wa kiroho unaweza kuanzishwa tu kwa kutumia imani ya kibinafsi. Imani hii lazima ionyeshe kwa upande wetu upendeleo mkuu, utegemezi kamili, utakaso kamili. Mapenzi yetu lazima yasalimishwe kikamilifu kwa mapenzi ya Mungu. Hisia zetu, matamanio, maslahi na heshima vinavyohusishwa na ustawi wa ufalme wa Kristo na heshima ya kusudi lake. Tunapokea neema kutoka kwake kila mara, na Kristo akikubali shukrani kutoka kwetu. Wakati uhusiano huu wa karibu wa muungano na ushirika unapoundwa, dhambi zetu huwekwa juu ya Kristo. Haki yake inawekwa kwetu. Alifanywa dhambi kwa ajili yetu, ili tuweze kufanywa haki ya Mungu ndani yake. Tuna njia ya kumfikia Mungu kupitia yeye. Tunakubaliwa katika mpendwa. Testimonies for the Church Volume 5 kurasa 228 hadi 229. Kristo alijitoa mwenyewe kafara ya atomi kwa ajili ya kuokoa ulimwengu uliopotea. Alitendewa kama tunavyostahili ili tuweze kutendewa kama anavyostahili. Alihukumiwa kwa ajili ya dhambi zetu ambazo hakuwa na sehemu ndani yake, ili tuweze kuhesabiwa haki kwa haki yake ambayo hatakuwa na sehemu ndani yake. Aliteseka mauti iliyokuwa yetu ili tuweze kupokea uzima uliokuwa wake. Kwa kupigwa kwake tumepona. Testimonies for the Church Volume 8 kurasa 208 hadi 209. Wingu la uvumba linalopanda pamoja na maombi ya Israeli linawakilisha haki yake ambayo pekee inaweza kufanya sala ya mwenye dhambi ikubalike kwa Mungu. Patriarchs and Prophets, kurasa 367. Kama mdhambi aliyetubu, aliyepondeka mbele za Mungu, anavyotambua upatanisho wa Kristo kwa niaba yake na kukubali upatanisho huu kama tumaini lake pekee katika maisha haya na maisha yajayo, dhambi zake zinasamehewa. Huku ni kuhesabiwa haki kwa imani. Kila nafsi inayoamini inapaswa kuleta mapenzi yake kabisa kwa mapenzi ya Mungu na kuweka katika hali ya toba na majuto, ikitumia imani katika sifa za upatanisho za ukombozi na kusonga mbele kutoka nguvu hadi nguvu, kutoka utukufu hadi utukufu. Manuscript ya 21 ya mwaka 1891. Mdhambi hawezi kutegemea matendo yake mema kama njia ya kuhesabiwa haki. Lazima afikie hatua ambapo ataacha dhambi zake zote na kukumbatia kiwango kimoja cha nuru baada ya kingine kinapoangaza kwenye njia yake. Anashika tu kwa imani utoaji wa bure na wa kutosha unaofanywa katika damu ya Kristo. Anaamini ahadi za Mungu ambazo kupitia Kristo zinafanywa kwake utakaso na haki na ukombozi. Na akimfuata Yesu atatembea kwa unyenyekevu katika nuru, akifurahia nuru na kueneza nuru hiyo kwa wengine. Akihesabiwa haki kwa imani, anafuraha kwenye utii wake katika maisha yake yote. Amani na Mungu ni matokeo ya kile Kristo alicho kwake. Roho zilizo chini ya Mungu zinazomheshimu ni watendaji wa neno lake. Zitapokea nuru ya kimungu. Katika neno la Mungu la thamani kuna usafi na ukuu pamoja na uzuri ambao isipokuwa ukisaidiwa na Mungu, nguvu za juu zaidi za mwanadamu haziwezi kufikia. Ellen G. White, Signs of the Times, Mei 19, 1898.
Kuhesabiwa haki kwa imani katika Kristo kutadhihirishwa katika mabadiliko ya tabia. Hii ndiyo ishara kwa ulimwengu juu ya ukweli wa mafundisho tunayokiri. Ushahidi wa kila siku kwamba sisi ni kanisa lililo hai unaonekana katika ukweli kwamba tunatenda neno. Ushuhuda ulio hai unaenea ulimwenguni katika matendo thabiti ya Kikristo. Unatangaza kwa ulimwengu ulio wazi kwamba kuna watu wanaoamini kwamba usalama wetu uko katika kushikamana na Biblia. Ushuhuda huu uko tofauti kabisa kutoka kwenye kanisa kuu lililoasi ambalo linachukua hekima na mamlaka ya kibinadamu badala ya hekima na mamlaka ya Mungu. Barua ya 83 ya mwaka 1896. Kama vile upinde wa mvua katika wingu unavyoundwa na muungano wa mwanga na jua na mvua, vivyo hivyo upinde wa mvua unaozunguka kiti cha enzi unawakilisha nguvu ya pamoja ya rehema na haki. Ni mchanganyiko wa hukumu na rehema unaofanya wokovu utimie na kukamilika. Ni mchanganyiko wa mambo hayo mawili unaotuongoza tunapomwona mkombozi wa ulimwengu na sheria ya Mungu kusema kwa sauti, upole wako umenifanya niwe mkuu. Tunajua kwamba Injili ni mfumo timilifu na kamili unaofunua kutobadilika kwa sheria ya Mungu. Kama tungekuwa na kasoro katika tabia, hatungeweza kupita malango ambayo rehema imewafungulia watiifu, kwani haki inasimama mlangoni na inahitaji utakatifu, usafi kwa wote watakaomwona Mungu. Kama haki ingetoweka na kama ingewezekana rehema ya Mungu kufungua malango kwa jamii nzima bila kujali tabia, kungekuwa na hali mbaya zaidi ya kutopenda na uasi mbinguni kuliko kabla ya shetani kufukuzwa. Amani, furaha na upatano wa mbinguni vingevunjika. Mabadiliko kutoka duniani hadi mbinguni hayatabadilisha tabia za wanadamu. Furaha iliyokombolewa mbinguni inatokana na tabia zilizojengwa katika maisha haya. Kwa mfano wa Kristo, watakatifu mbinguni watakuwa watakatifu duniani kwanza. Tunatakiwa kwanza utakatifu hapa duniani. Yesu anapokuja tunahamishwa. Barua ya 11 ya mwaka 1890. Na hapo ndipo haki ya Kristo itajulikana ni ya namna gani. Utafiti wa vifungu vini hapo juu kuhusu haki ya Kristo ulitolewa kutoka kwenye wingi wa nyenzo zinazopatikana miongoni mwa haya ni kila kauli ya Alonzo T. Jones, Elliot J. Wagner na Ellen G. White inayoshughulikia nini na jinsi halisi ya haki kwa imani itakayopatikana katika utafiti huo mkubwa wa kihistoria wa Robert J. Whelan na Donald K. Short 1888 re-examined. Zaidi ya hayo, sehemu kubwa ya nyenzo katika Christ ya Righteousness na Arthur G. Daniels ilitumika. Chanzo cha tatu cha msingi kilikuwa kitabu ambacho hakijachapishwa kuhusu mada hii na mkusanyaji wa sasa, kilichoandaliwa karibu miaka 20 iliyopita, kiasi kwamba kiasi kubwa cha nyenzo kutoka kwenye tafiti mbalimbali kuu katika maandishi ya roho ya unabii yaliyochapishwa pia kilitumika. Kwa utafiti zaidi kuhusu mada hii kutoka kwenye nyenzo ambazo hatukuwa na nafasi, utahitaji kusoma sura za mwisho za Christ Our Righteousness pamoja na kiambatisho chake, na pia sura nyingi bora zinazoshughulikia mada hii zinazopatikana katika Selected Messages juzuu ya kwanza. Tutaendelea kesho na sehemu ya 4 ambapo itakuwa ni extra materials, mambo ya ziada katika kuangalia haki kwa imani, na huo ndio utakuwa mwisho wetu. Hitimisho. Katikati ya vilio vinavyochanganya utapelekwa ushuhuda maalum, ujumbe maalum wa ukweli unaofaa kwa wakati huu, ujumbe ambao unatakiwa kupokelewa, kuaminiwa na kufanyiwa kazi. SDA Bible Commentary Volume 7 pasi 984. Kama hujui ujumbe huo ni nini, ni namna gani utaweza kuwa na sehemu katika kutoa na kuweza kutambua wakati unapokuja? Shetani amepanga hali ya mambo ambapo utangazaji wa ujumbe wa malaika watatu utafungwa tu. Tunatakiwa kuwa na tahadhari na mipango yake na taratibu. Hakutakiwi kuwepo na kuondoa ukweli wala kufunika ujumbe kwa wakati huu.
Ujumbe wa malaika watatu lazima utiwe nguvu na kuthibitishwa. Sura ya 18 ya Ufunuo inafunua umuhimu wa kuleta ukweli bila kuwa katika viwango vilivyopimwa, lakini kwa ujasiri na nguvu. Kumekuwepo na kupapasa katika kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe haujatolewa kwa wazi na kwa pekee kama ulivyotakiwa kuwa umetolewa. Evangelism, ukurasa wa 230. Kazi yetu sasa ni kuamsha watu. Shetani pamoja na malaika zake wote ameshuka chini na nguvu kuu kufanya kazi kwa kila udanganyifu unaowezekana kupingana na kazi ya Mungu. Bwana ana ujumbe kwa ajili ya watu wake. Ujumbe utapelekwa, watu wakubali au kukataa. Kama ilivyokuwa siku za Kristo, kutakuwepo na njama za hali ya juu za mamlaka za giza, lakini ujumbe hautakiwi kufunikwa kwa maneno laini au hotuba za staha ziliazo amani amani, wakati hakuna amani kwa wale wanaogeuka mbali kutoka kwa Mungu. Sons of the Times, volume 3, ukurasa 441 ya Desemba 23, 1897. Kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha. Kupigana vita vya Bwana wakati mashujaa ni wachache. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Testimonies for the Church, volume 5, ukurasa 136. Hata sasa mashujaa ni wachache. Karibu hapa kuna vitabu, sawa? Neno alifanyika mwili, uungu, Roho Mtakatifu na gharama kubwa ya wokovu wetu. Kinaelezea juu ya kafara ya kuzaliwa katika sura nyingine na uungu. Ukurasa 290. Shilingi 8,000. Sambamba na hiki ni mbingu zilishuka chini, sehemu ya kwanza na ya pili. Sehemu ya kwanza inaelezea juu ya kafara ya kuzaliwa katika sura nyingine, na sehemu ya pili inaelezea juu ya uungu. Ukurasa 700. Shilingi 21,000 kila kimoja. Machukizo ya Omega na historia ya kanisa 1844 mpaka leo. Je, kanisa bado liko kwenye mstari au limeshatoka? Ukurasa 603. Shilingi 20,000. Na sambamba na hiki kuna kingine kinachosema njama za kutisha sana, mashambulizi ya shetani juu ya ujumbe wa malaika watatu katika karne ya 20. Kitabu cha pata kurasa 800 kilichoandikwa kwa takriban miaka 20, well researched, kimefanywa utafiti wa kutosha. Na kama unataka kujua machukizo ya Omega kwa undani zaidi, utasoma hicho kitabu. Sijajua kitauzwa shilingi ngapi. Badiliko la kupokea utatu kwa Waadventista. Baada ya Waadventista kupokea utatu mtakatifu, nini kimejiri? Shilingi 5,000. Pambano kuu kati ya mema na mabaya, kitabu cha Uinjilisti, shilingi 15,000. Juu ya mwamba huu, kufunguka kwa siri ya kanisa la Mungu, Ecclesiology, kanisa la kweli likoje? Na iwe nuru, historia. Hiki ni shilingi 6,000. Historia ya Biblia ya kutengana, nuru na giza huwa viendi pamoja, shilingi 6,000. Omega ya wasi wa kuogofya kwa Waadventista wa Sabato, shilingi 16,000. Nini maana ya Omega? Imetokeaje katika kanisa la Waadventista wa Sabato? Shirika la kanisa la Mungu, nyumba iliyojengwa mwambani. Je, kanisa ni kutumika au kutumikiwa? Shilingi 6,000. Vitabu vinaelezea historia ya kanisa la Waadventista na imani waliokuwa nayo, na huku nabii Ellen G. White akiwa kati yao zaidi ya miaka 50, na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa aliloliacha limebadilika na kuwa Wakatoliki wanaoendesha misa takatifu siku ya Jumamosi, kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na Shetani. Wali wote wa uasi umeelezwa na rejea au shahidi, na utajisomea mwenyewe baada ya kungoja kusimuliwa hadithi. Soma vitabu hivi ili ukate shauri. Pia angalia tovuti yetu, yani www.reformedemnants.org, ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lililokengeuka na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vipeperushi na ubatizo, nipigie simu saa yoyote na nitakuletea katika namba zinazopita kwenye skrini. Wito. Na aliona kwamba kazi ya haraka ambayo Mungu alikuwa anafanya duniani hivi karibuni ingefupishwa katika haki, na kwamba wajumbe wa haraka lazima uharakishe. Je, wote ni wajumbe? Hasha. Wajumbe wa Mungu wana ujumbe.
Present Truth ya Aprili 1, 1850 aya ya 7. Ikiwa umeguswa na ujumbe huu, tuma sadaka yako au zaka yako kwa CRDB Bank. Jina la akaunti ni SDRR. Namba za akaunti shilingi na dola ndio hizo zinapita kwenye skrini. Mitandao ya Kipesa, M-Pesa, Airtel Money na Tigo Pesa ndio hiyo inapita kwenye skrini. Karibuni tena kesho kunako majaliwa. Tumalizie sehemu ya 4 ya ujumbe wa haki kwa imani ili tuendelee na agano la milele. Naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa wema wako, kwa kutulinda na kutuongoza tangu tulipoanza kipindi hiki mpaka kumaliza. Naomba ukazidi kutumwagia Roho wako Mtakatifu ili tukapate kujua haki ya Kristo na haki ya Mungu. Maana tukijua hizo haki ndio tutaishi kwa kushika amri zako, kwa sababu najua ni neema yako inayotuwezesha. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Ndugu, mafundisho idara, bima na msalaba, kanuni eiwa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka,
wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Ni maana ya matengenezo, ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.